Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ni Mungu anayetuponya na anayetutunzia afya. Jina la Bwana libarikiwe. Inageuka kuwa imani. Inageuka kuwa haki. Unachokiamini sana kuhusu Mungu, sawa sawa na neno la Mungu, kinageuka kwako kinakuwa haki yako. Ukiamini ya kwamba mimi sitakwama, sitakuwa mtu wa kushindwa, sitakuwa mtu wa kukata tamaa, hivyo vitu vinageuka kuwa haki kwako. Vinapogeuka kuwa haki, miujiza mingi inatokea kwenye maisha yako. Hauwezi kuwa kama mtu mwenye mashaka. Hauwezi kuwa kama mtu mwingine wa kawaida ambaye anaishi bila kujua mbele nini kinatokea. Lakini anaishi kwa imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hata yale yasiyoonekana unaona yakiwa yametokea na yakiwa yamezaliwa katika jina la Yesu. Lakini pia kwenye Biblia kuna mtu mwingine anaitwa Nuhu. Nuhu alijenga safina bila hata ya kuona dalili ya mvua, tena kwa miaka mingi. Hii ndio nguvu ya ajabu ya imani. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 7 inasema, kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika mambo yasiyoonekana bado, na kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Nuhu alikuwa mrithi wa haki inayopatikana kwa imani. Haki inapatikana kwa imani. Haki inapatikana kwa imani. Sasa nini kilimfanya akaweza kuokoka yeye pamoja na nyumba yake? Kwa sababu ya imani. Aliamua kujenga. Imagine, hakujawahi kutokea kitu kama hicho, ila kwa sababu alionywa na Mungu kwa mambo yasiyoonekana, kwa sababu tu alimwamini Mungu na kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Huwezi kumcha Mungu bila kuwa na imani, mtu wa Mungu. Na ndio maana ni muhimu sana kuliamini neno la Mungu. Ni muhimu sana kulisikiza neno la Mungu. Sasa utalisikiaje usipoliamini? Utaliaminije usipolisikia? Lazima ulisikie kwanza. Ukilisikia ndio likutengenezea imani. Ndio ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nafikiri mnafahamu habari ya mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Yule mwanamke kwa sheria alikuwa anatengwa, haruhusiwi kukaa mahali na watu, kwa sababu yeye ni mtu ambaye anatokwa na damu tu kwa miaka 12. Lakini aliamini ya kwamba nikishika tu pindo la Yesu nitapokea uponyaji. Weka imani yako kwa Mungu. Usiweke imani yako kwa vitu. Usiweke imani yako kwa watu. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, moyoni mwake amemwacha Mungu. Kwa nini ndugu yangu ulaaniwe kwa kuacha kumtegemea Mungu, kaanza kutegemea vitu? Vitu vinapita, watu wanapita, leo wapo, kesho hawapo, lakini yuko Mungu ambaye ni wa milele. Lipo neno la Mungu ambalo ni la milele. Biblia inasema mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tusome kitabu cha Luka ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 43 mpaka mstari wa 48. Tusome mstari michache ya 43 mpaka 48. Neno la Mungu linasema hivi: mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu kwa muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote yule. Anasema huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12, lakini alitoa hela zake, mali zake zote alizokuwa nazo kuwapa waganga ili wamponye. Kuna watu wanategemea waganga, kuna watu wanategemea vitu. Niko hapa kukuambia Yesu ndiyo jibu lako la kweli. Unachohitaji tu, unahitaji kuwa na imani. Angalia huyu mwanamke kwa miaka 12 alikuwa anauza mali zake zote ili awapelekee waganga waweze kumponya, lakini hakupata uponyaji. Yuko Yesu ambaye anaweza kutuponya. Na atuponyi kwa sababu tumempa vitu. Anatuponya kwa sababu yeye ni Mungu wa huruma. Anatuponya kwa sababu ametuhurumia. Anatuponya kwa sababu ametupenda upeo. Biblia inasema ametupenda tungali wenye dhambi. Kuna watu wanaambiana, kuna watu wanaambia Bwana, ili Yesu akufanyie jambo fulani, leta kitu fulani. Hakuna gharama kubwa ambayo Yesu unaweza ukamlipa. Hakuna kitu cha thamani ambacho unaweza ukakifanya kwa Yesu isipokuwa kinachozidi thamani ya damu yake. Yesu ni wa ukweli. Waganga nao wanakufa. Wachawi nao wanakufa. Wazazi ambao tunawategemea nao wanakufa, lakini yupo Yesu ambaye ni yule yule jana, leo na hata milele. Alikufa yule Yesu, lakini siku 3 kaburi liliona hatufai kukaa na huyu mtu. Siku ya 3 akafufuka. Ameketi mbinguni, mkono wa kuume wa Mungu Baba, huko anatuombea.
Yesu anaweza kukuponya. Yesu anaweza kufanya jambo lolote lile ambalo kwako limekuwa linakutesa kwa muda mrefu. Yesu anaweza kutengeneza muujiza wote ambao umekuwa ukikutesa kwa muda mrefu. Angalia habari ya huyu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Alikata tamaa. Hata ungekuwa ni wewe unaumwa kwa miaka 12. Miaka yote 12 unajaribu kuuza kila ulicho nacho ili uende kwa mganga. Kama ni Tanzania, manake unaambiwa mganga mzuri yuko Kigoma, unauza, unatafuta nauli, unaenda Kigoma. Ukifika kule mganga naye anakuambia leta kitu fulani, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni kuku, unampelekea. Unashindwa kuponya. Kesho unaambiwa mganga mzuri yuko Sumbawanga. Kesho kutu unaambiwa mganga mzuri yuko wapi? Kesho kutu unaambiwa mganga mzuri yuko wapi? Kesho kutu unaambiwa mganga mzuri yuko wapi? Popote ambapo upo, popote ambapo unasikia unaweza ukapata msaada, unaenda ukitoa chochote ambacho wanakihitaji ili upate msaada. Lakini yuko Yesu ambaye hauhitaji kwenda mahali, unahitaji kumwamini tu. Utakapomwamini tu atapita kama alivyopita kwenye ile barabara, na utakapoamini tu kuna jambo litatokea. Utakapoamini tu kuna kitu kitatokea. Utakapoamini tu kuna muujiza utazaliwa kwenye maisha yako. Neno la Mungu nasema alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipoona, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, makutano haya yote yamekuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Na alipokuwa akinena hayo, tutaishia hapa mstari wa 48. Yesu anamwambia nenda zako kwa imani. Kwa amani, imani yako imekuponya. Yule mwanamke aliponya kwa sababu ya imani. Hata wewe unaweza ukaponywa changamoto ulionayo ukiwa tuna imani. Hata wewe unaweza ukaponywa shida ulionayo ukiwa tuna imani. Hata wewe unaweza ukaponywa hali ngumu unayoipitia ukiwa na imani. Yesu pia alimponya mtumishi wa afisa. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 mpaka wa 13. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akamsia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akajibu akasema, Bwana, sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, mtumishi wangu atapona. Kwa kuwa mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, wenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo akastaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yoyote katika Israeli. Mstari wa 11, nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakakokuwako kilio na kusaga meno. Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi akapona saa ile ile. Imani inaleta matunda. Huyu mtu hakuhitaji hata Yesu aingie nyumbani mwake, ila aliamini neno la Yesu, anaweza akaponya. Yule mtumishi wake anaweza akapona, aliyekuwa amepooza, anakaribia kufa, anaumwa. Hili ndilo ambalo linaweza likatokea kwenye maisha yako pia. Hili ndio jambo ambalo Mungu anaweza kulifanya kwenye maisha yako pia. Uhitaji mtumishi wa Mungu kufika nyumbani kwako. Japo akifika mtumishi wa Mungu nyumbani kwako ni baraka. Biblia inasema na watu wengine kwa kupokea wageni wamejikuta wamepokea nini? Wamepokea na malaika. Kwa usiache kupokea wageni, lakini unahitaji kuamini. Kwa sababu neno la Mungu ni la kuaminiwa. Neno hili ni la kuaminiwa kwa sababu ni neno ambalo limepita maneno ya kawaida. Ni neno ambalo lina uvuvio na nguvu ya Mungu nyuma yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini pia jambo lingine, imani inatuhakikishia ushindi kwenye haya maisha. Imani inatuhakikishia ushindi kwenye haya maisha. Fikiri mnafahamu kwamba tunaishi katika maisha, tunaishi katika vita. Maana Mungu anamwambia Yesu anamwambia Petro, anamwambia juu ya mwamba huu nitajenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Na neno la Mungu linasema ingawa tunaenda kwa mwili, lakini hatupigani vita kwa namna ya mwilini. Ndio maana Biblia inasema tuvae silaha. Kama kungekuwa
kwenye haya maisha hakuna mambo mengi, kungekuwa kwenye haya maisha hakuna vita, hakuna changamoto, Biblia isingesema tuvae silaha. Lakini Biblia inasema vaeni silaha zote mpate kushindana. Kwa hiyo ile kwamba umeokoka haimaanishi kwamba hakutakuwa kuna mashindano, kutakuwa kuna mashindano. Lakini ukiwa na imani unahakikishiwa kushinda kwenye mashindano ambayo utakuwa unashindana. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 4 na 5. Inasema kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huko ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Anasema mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tunashinda kwa sababu ya imani. Tunavuka changamoto mbalimbali kwa sababu ya imani. Unahitaji kuwa mtu wa imani, na ukisha kuwa mtu wa imani ni kuhakikishia maisha yako yatakuwa ya ushindi. Kile utakachokifanya kitafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu hautaenenda kwa kuona, utaenenda kwa imani. Ukienenda kwa imani, maana yake ni kwamba utakuwa ni mtu ambaye miujiza inazaliwa na inatokea kwenye maisha yako. Na ni ukweli ni kwamba imani na kipimo. Kuna watu wao wanaamini kwamba imani tu ni imani. No, imani na kipimo. Ndio maana kuna mahali Yesu anawaambia wanafunzi, sijawahi ona mtu mwenye imani kubwa namna hii hapa. Lakini kuna watu mahali pengine Yesu anawaambia, enyi wenye imani haba. Mahali pengine Yesu anasema mkiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali. Kumbe lile neno kiasi ni kipimo. Lile neno kiasi linamaanisha kipimo. Kipimo cha chembe ya haradali. Unaweza ukaikuza imani yako. Lakini pia unapoendelea kuishi maisha wewe mtu ambaye una imani ya kuto kulisikiza neno la Mungu ili likuhuishe, ili likufanye kwa upya, una uwezo wa kuiua imani yako pia. Una uwezo wa kuifanya imani yako pia ikapungua, una uwezo wa kufanya imani yako pia ikapotea, unaweza wa kuifanya imani yako ikateteleka, ikatindika. Na ndio maana ni muhimu sana kuendelea kujiimarisha katika kuikuza imani yetu. Unajiimarisha kwa namna gani? Kwa kuendelea kulisikiliza neno la Mungu, kwa kuendelea kuishi maisha ya maombi. Unavyoendelea kuishi katika maombi, kwa maisha ya maombi, maana ile authority ambayo Yesu ameiachilia, unakuwa una uwezo wa kuiexercise. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imani na kipimo. Inaweza ikaongezeka. Kama inaweza ikaongezeka, inaweza ikapungua. Nafikiri unakumbuka wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu tuongezee imani. Kama wewe ni msomaji wa maandiko utakumbuka wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu tuongezee imani. Mtu anaposema niongezee, maana yake ni kwamba imani anayo, ila alionayo ni ndogo. Siwezi kusema niongezee chai kama sijanywa chai. Maana yake nimekunywa, ila niliyokunywa haijanitosha, sijatosheka, ndio maana nasema niongezee imani. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa wana imani, lakini imani yao ilikuwa ndogo. Ndio maana wakamwambia Yesu tuongezee imani. Hivyo hivyo wewe mtu wa Mungu unapaswa kuwa na hilo ombi la kwamba Mungu niongezee imani. Nisaidie kuenenda sawa sawa na neno lako. Nisaidie kuenenda kwa imani. Maana imeandikwa mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema niongezee imani. Niongezee imani. Niongezee imani. Niongezee imani. Mandarabashata rabasata. Kando robo shata rabasanda rabasata. Waliomba waongezewe imani. Manake imani na kipimo, imani na kiwango. Anasema mkiwa na imani kiasi. Lile neno kiasi ya chembe ya haradali, lile neno kiasi linamaanisha kipimo. Muombe Mungu imani yako iongezeke. Lakini pia wakati unamwomba Mungu, endelea kusikiliza neno la Mungu, endelea kusikiliza mafundisho. Unaendelea kujifunza kama unavyofanya hapa, unaendelea kuikuza imani yako na maisha yako hayatabaki kuwa kama alivyokuwa katika jina la Yesu. Jambo lingine la msingi ambalo watu wengi hawafahamu, imani inafanya kazi hata pia na maombi. Ukiomba pasipo imani upokee unachokihitaji kutoka kwa Mungu. Yaani kila kitu tunachokihitaji kwenye maisha yetu tunakipata kwa nini? Kwa imani. Imagine tu wokovu ambao ndo jambo kubwa zaidi ambalo Yesu amelifanya kwenye haya maisha yetu. Tunayapata kwa imani. Kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24 na 25. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea nayo yatakuwa ya kwenu. Tunajifunza kwamba Mungu anatuambia kwamba lolote tutakaloliomba tuamini kwanza. Tusipoamini maana yake haya mambo hatuwezi kuyapokea na hayatakuwa ya kwetu. Lakini tukiamini yote tunayapokea na yote yanakuwa ya kwetu. Imani, hayo ndio mambo ambayo inaweza ikafanya kwenye maisha yetu. Kitabu cha Mathayo
sura ya 11, sura ya 17. Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari wa 14 mpaka wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: nao alipofika mkutanoni, mtu mmoja akamjia akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, mlichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akatoka. Yule kijana akapona tangu saa ile ile. Mstari wa 19, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha akisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Maana yake kulikuwa kuna mtu ni mgonjwa, akapelekwa na mzazi wake kwa wanafunzi. Wanafunzi wakajaribu kumwombea ili apone, hakuweza kupona. Lakini kutokana na kwamba yule mtu aliweza kuona, akaweza kupenya, akakutana na Yesu. Alipokutana na Yesu akampeleka. Alipompeleka kwa Yesu, Yesu akaweza kumwombea, na alipomwombea yule mtoto akapona saa hiyo hiyo na kifafa kikawa kimemuondokea. Sasa wanafunzi baadaye lile jambo likawa limewashangaza kwamba how comes sisi tumeombea huyu mtu pepo limetugomea namna ile, alafu huyu mtu ameombewa na mtu mwingine ambaye ni Yesu, ambaye ni Bwana wetu, ameweza kufanya nini? Ameweza kuponya. Angalia kitu ambacho Yesu anawajibu. Mstari wa 20, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kumbe Yesu anatuambia kwamba kila kitu kinazaliwa kwa sababu ya imani. Wale watu walishindwa kumwombea yule mtu kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani yenu. Lakini anasema kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu uondoke hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Lakini mstari wa 21 anatufundisha, anasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Okay, kwa Yesu anatufundisha kwamba miujiza inazaliwa na mambo makubwa matatu. Miujiza inazaliwa kwa imani, miujiza inazaliwa kwa kufunga, miujiza inazaliwa kwa kusali. Kumbe ukiwa mtu wa kusali, ukawa mtu wa kufunga, ukawa mtu wa imani, miujiza itatokea. Hakutakuwa na jambo ambalo kwako halitawezekana. Niko hapa kukutia moyo wewe ambaye umekata tamaa ya kuomba. Kuna mambo ambayo unasema umeomba muda mrefu Bwana hajayafanya. Niko hapa kukutia moyo na kukuhakikishia ya kwamba ni swala la muda tu. Endelea kuomba, usikate tamaa. Maana akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Niko hapa kukuambia usikate tamaa, endelea kuomba, kwa sababu ukiwa mtu wa maombi, ukiwa mtu wa kufunga, ukaongeza na imani, miujiza itatokea kwako. Hakuna jambo ambalo kwako litaonekana ni gumu. Nimemuona huyu Mungu, nimekuwa namtumikia Mungu na nimeokoka miaka karibu 12 sasa. Katika miaka yote hii ambayo nimekuwa nimekimtumikia Mungu, nimekuwa nikisali na kuomba, na nimekuwa nikijitahidi kuweka imani yangu kwa Mungu. Mambo yote ambayo nimekuwa nikiyahitaji kutoka kwa Mungu, nimeona Mungu akiyafanya, nimeona Mungu akiyatenda. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, wewe ambaye umekata tamaa ya kuomba, wewe ambaye umekata tamaa ya kumtafuta Mungu, eti kwa sababu kuna vitu umemuomba Mungu unafikiri Mungu vimemshinda. Biblia inasema yote yawezekana kwake aminie. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Kama aliweza kufanya jana, anaweza kufanya na leo. Mpaka umefika hapo, ninajua kuna hatua Mungu aliwahi kukuvusha. Kuna mahali pakubwa Mungu, kuna kitu kikubwa Mungu aliwahi kukufanyia. Ninakuhakikishia kwamba maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa katika jina la Yesu. Imani inatusaidia hata kushinda hofu. Kwa sababu hofu ni woga, hofu ni roho. Hofu sio kitu cha kawaida. Unakuta mtu anaogopa, unakuta mtu ana mashaka, unakuta mtu hana confidence. Otherwise ni mtu ambaye ni wa dhambi, ni mtenda dhambi. Lakini mtu ambaye ameokoka hapaswi kuwa na hofu. Biblia inasema wenye dhambi ukimbia hata wasipokimbizwa, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Biblia inasema wenye dhambi ukimbia hata wasipokimbizwa, lakini sisi wenye haki ni majasiri kama simba. Unakuta mtu amekosa confidence. Unakuta mtu amekosa, wakati wote na wasiwasi, wakati wote anaogopa. Ile ni roho shetani anaileta. Nini kinachoweza kikakusaidia ukaishinda hiyo roho? Ni imani. Kinyume cha imani ni hofu. Kinyume cha hofu ni imani. Penye imani hapana hofu. Penye hofu hapana imani. Huwezi kupata kuwa na hivi vitu vyote kwa pamoja. Yaani una imani na una hofu wakati huo. Haiwezekani. Lazima uwe na imani ili uishinde hofu, au uwe na hofu ili uifukuze imani. Jina la Bwana libarikiwe. Na lazima ujue kwamba hofu ni roho. Ukiona unaishi maisha yenye hofu, anza kuyasemesha maisha yako. Anza kuisemesha hiyo hofu, kwa sababu hofu ni roho. Kutokana na kitabu cha Timotheo wa pili, ile sura ya 1 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi:
Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Kumbe woga ni roho. Kwa kama ni roho, tuna uwezo wa kuikimia. Biblia inasema mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia imani inaweza ikakuponya. Huu ni msisitizo wangu siku ya leo. Imani inaweza kukufanyia chochote ambacho unakihitaji. Lakini ili uweze kulisoma neno la Mungu na kulielewa na liweze kukutengenezea imani ndani yako, lazima uwe na mahusiano na huyo Mungu. Kwa hiyo unahitaji kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio hatua ya kwanza na ya muhimu ambayo itasababisha mambo yote kwako yaweze kuwa marahisi. Uko mahali hapa, umemaliza kunisikiliza. Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Ninakuamini kwa moyo wangu na ninakukiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Naomba Yesu unisaidie, nipe mwanzo mpya katika jina la Yesu. Amen.